Endelea katika kitabu cha Toka mstari wa 22. Kabla sijaendelea, nataka niseme neno hili, maana ameniagiza niseme na sitazuia kusema, maana amenituma niseme. Toka sura ya 4 mstari wa 22 mpaka 23, neno la Mungu linasema, naye amwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wangu wa kwanza, nami nimekuambia mpe mwanangu ruhusa ili apate kunitumikia, na umekataa kumpa ruhusa aende. Angalia basi, mimi nitamuoa mwanao mzaliwa wako wa kwanza. Shughuli ya leo kaniagiza niseme na wako wa dini, niseme na wako wa dini ya kwamba ametoa ruhusa wanaonyamisate wakaitumikie Bwana, na wale wao ambao wanawazuia akaniambia ya kwamba siku itapita, wiki zitapita, na itakaribia mwezi, na mwezi ukifika na hiyo ole itaanza, na hiyo ole itaanza. Aliambia hivi, awaambie wawaachie watu wangu wakanitumikie, wakaniabudu mimi ambaye ni Mungu wao nimtaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa majina yangu ninaitwa Joshua Daudi, nimeokoka na mpenda Yesu, na Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tutaenda kuangalia neno la Mungu kwa ufupi sana, alafu tutaenda kumdhihirisha Mungu mahali hapa, maana yeye ni Mungu aliye hai. Tunaenda kujifunza somo ambalo linasema Roho wa kweli. Ndani yako Roho wa kweli. Sijasikia mwambie ndani yako Roho wa kweli. Nini maana ya roho? Roho ni jumla ya viumbe vyote vyenye uhai vipatikanavyo katika ulimwengu wa roho, nje ya ulimwengu huu wa damu. Hiyo ndiyo maana ya roho. Roho ni jumla ya viumbe vyote vinavyopatikana katika ulimwengu wa roho, na katika ulimwengu wa roho hauwezi kuona kwa macho ya damu na nyama, una uwezo wa kuona kwa macho ya rohoni pekee. Nisikilize ninachotaka kukisema jioni ya leo. Majini ni roho, mapepo nayo ni roho, na mizimu nayo ni roho. Narudia tena, majini ni roho, na mapepo nayo ni roho, na mizimu nayo ni roho. Lakini ipo roho moja ambayo nayo inaishi milele, na hiyo roho unataka nikwambie ni roho ya nani? Ndio roho hapa inataka kujua ni nani? Ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambaye anaishi milele, ambaye hafi, ambaye ameona na yeye hakufa. Yeye ni Bwana wa vyote, yeye ni Mungu wa vyote, anatawala vyote vya mbinguni na vya duniani. Nawaambiaga ya kwamba Yesu ni Mungu. Yesu ni Mungu. Kwa sababu gani Yesu ni Mungu? Kwa sababu Yesu ni roho, na roho ina sifa moja, ina uwezo wa kuishi katika sehemu yoyote, katika kitu chochote kile. Ndio maana wakiendelea Yohana sura ya 4 mstari wa 24, neno la Mungu linaniambia Mungu ni roho, na sifa ya roho inakaa sehemu yoyote na katika kitu chochote kile. Ndio maana Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai akawa na uwezo wa kuingia katika umbile la mwanadamu. Ndio maana tunasema
Kamwambia mwenzako na jirani yako, yupo Roho mmoja tu, yupo Roho mmoja tu ambaye Yesu. Msomaji wangu, kitabu cha Mathayo sura ya 28 mstari wa 1 mpaka wa 6. Biblia inasema hata Sabato ilipokwisha ikipumzika siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdaleni na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akalitikisa lile jiwe alilolikalia, na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kuogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope nini, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni kitabu cha Mathayo 28 mstari wa 1 hadi wa 6. Neno la Mungu linamnena Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambaye walimsulubisha pale msalabani, na wakazania ya kwamba baada ya kumuua injili itapotea. Hawakujua ya kwamba alishakwisha sema ya kwamba atakufa na siku ya tatu atafufuka, na wakatafuta namna ya kuzuia kufufuka kwake. Wakaweka walinzi, wakaweka na jiwe kubwa ili asiweze kufufuka. Lakini mwanaume Yesu, sema mwanaume Yesu, siku ya tatu akashuka pande za chini za dunia, akaenda kukutana na Shetani, akafanya naye fungu la mamlaka, tukabidhi sisi ambao tunakuja kueneza injili hapa leo. Akasema hivi, nitakupa mamlaka ya Roho, na lolote lile utakalofunga duniani lilifungwa na mbinguni, na lolote lile utakalofungwa duniani lilifunguliwa na mbinguni. Nitaongea na mtu mmoja, nitamwambia hivi, nitafutie wako baada ya kufa kwako, nitafutie mmoja ambaye msiba, nitafutie mmoja ambaye mauti ni msiba. Nachotaka kukwambia, kwa kuwa amekufa naye akafufuka, na sasa yu hai milele, ana uwezo wa kufufua watoto wako ambao wameshindikana tabia zao. Ana uwezo wa kubadilisha usawa ambao unaonekana ni mbaya, usawa ambao umekataliwa, usawa ambao umechukiwa na jamii. Pengine yuko mtu mmoja jioni ya leo amejikatia tamaa kutokana na dhambi ulizokuwa unazifanya, lakini jioni ya leo nakwambia mwanaume mmoja amefufuka, mwanaume mmoja amefufuka. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mungu ambaye ninamhubiri mahali hapa, Mungu halisi,
Nasema tena jambo lingine, na usikilize kwa makini. Katika hizi siku za mkutano ni siku za kumfilisi shetani. Narudia tena, katika hizi siku za mkutano ni siku za kumfilisi shetani. Kama kuna makaburi ambayo yaliwameza watu, hapo mwanaume alifunguka wakavurugana. Msikilizi jambo lingine naenda kunena, najua na naelewa watu wanaotegemea mapepo, wanaotegemea majini, wanaotegemea waganga, wapo. Lakini nataka nikwambie jambo moja tu, hizo zote ni roho za giza, na roho za giza zinawahi kumsaidia mtu hata siku moja, zitakudanganya kwa muda mfupi, alafu baadaye mabaya yaliyokuwa yanakupata yataendelea kukupata. Mungu alisomea kitabu cha Yohana Mtakatifu ile sura ya 10 mstari wa 10 mpaka wa 11, ikudhihirishia kwamba hayo majini ambayo unayategemea, hayo mapepo ambayo unayategemea, hiyo mizimu ambayo unaitegemea haiwezi kukusaidia hata siku moja. Lakini yupo Yesu wa Nazareti ambaye ndiye Roho wako, mwenye uwezo wa kukusaidia, mwenye uwezo wa kukuokoa, mwenye uwezo wa kukutetea. Zaburi somea Yohana sura ya 10 mstari wa 11 mpaka Yohana sura ya 10 mstari wa 10 mpaka 11. Biblia inaniambia mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nilikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Mimi ni mchungaji mwema. Shirapo. Neno la Mungu linasema mwivi haji ila aibe, achinje, aharibu. Lakini Yesu alikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu asifiwe. Sasa hapo katika mwivi, maana mwizi ni mtu ambaye anakuja kuleta maharibifu katika nyumba yako, katika maisha yako. Hivyo sehemu ya mwivi weka shetani, maana majini ni wakala wa shetani, maana mapepo ni wakala wa shetani, maana mizimu ni wakala wa shetani. Sasa yanapoingia katika maisha yako, yanachinja na kuharibu maisha yako, yanaharibu afya yako, yanaharibu watoto wako, yanaharibu elimu yako. Pengine wapo watu ambao wanena pamoja kwa jambo moja, mganga anakupa majini ili waonekane kwamba anakusaidia, lakini wachawi wanatoa mapepo, na hiyo ndiyo siri iliyokuwa katika ulimwengu wa roho. Na kuna sehemu nilikuwepo, nikaletewa binti mmoja aliyekuwa anasumbuliwa na majini, lakini mama yake akawa anasema ya kwamba majini haya yanamsaidia mwanangu, wala hatakiwi kuombewa. Lakini nikamwambia mama yangu, kama yatakiwi kuombewa na kutolewa, mbona mwanao bado anateseka? Mbona mwanao bado anahangaika? Nikamwambia ya kwamba yupo Yesu Kristo Nazareti aliye hai, anayekuuzia, ana uwezo wa kubadilisha maisha ya mtoto wako. Pili, tangu nianza kuyategemea hayo mapepo, kuyategemea hayo majini, kuitegemea hiyo mizimu, ndo kwanza umekuwa nyakati za usiku haulali, unateseka tu. Lakini yupo Jemedari ambaye ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ana uwezo wa kukusaidia, ana uwezo
kukutetea. Yeye ni muweza, yeye ni mwenye nguvu, ana uwezo. Hayo majini yatakusaidia kwa muda tu, hayo mapepo yatakusaidia kwa muda tu, lakini shetani anapoingia kwako, kazi yake ni kuiba, kazi yake ni kuharibu na kubomoa. Lakini Yesu anamalizia katika Yohana 10 na ule mstari wa 11 ya kwamba yeye akipaa ndani yako unafanyika uzima, unakuwa na uzima tena ulio ule na uzima ni uzima wa Kristo ambao utaupata hapa duniani, na amani ya Kristo ambayo utaipata ukiwa duniani. Halafu Biblia inazungumza katika ule mji wa Yerusalemu, katika ule mji wa Yerusalemu utaishi maisha ya milele pamoja na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kimbilio lako na msaada wako, wewe ambaye unaisikia sauti hii, ni Yesu pekee. Ni Yesu pekee tu. Hao waganga watakula pesa zako. Hivyo ni sawa, ifikiri ni mganga gani utamfuata ili akutibie, na atakuagiza umletee mchicha au umletee matembele, bali atakwambia niletee ng'ombe au niletee mbuzi. Tena pili anakupa masharti magumu ya kulala makaburini. Nilikutana na kijana mmoja akawa ananihadithia ya kwamba alikuwa anatafuta utajiri, lakini akapewa masharti alale na mama yake mzazi ili aweze kupata utajiri. Mateso ya nini wakati yuko Yesu ambaye utajiri wake Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikakutana na mwingine tena, maana mimi ninakaa Arusha. Huyo kijana ni Masai, alitamani mali nyingi, akaenda kwa waganga ili amepatie mali. Akapewa sharti ya kwamba ili tukupe mali inatakiwa uwe na kidonda katika mguu wako wa kulia ambacho pole kitakuwa kikitoka funza maisha yake yote, na akakubaliana nao, na mpaka leo ukikutana naye mguu wake wa kulia umeoza, unatoa funza. Hayo ni mateso tu ya shetani, na utajiri wake haudumu, na utajiri wake ni wa mateso. Lakini Mungu ambaye ni Roho wa kweli, ambaye ni Yesu, akikupa utajiri wake inamsuta, maana anavyofanya ni kinyume na matakwa ya Mungu ya kujitafutia mwili. Kuliawisha mjini, ukienda maeneo ya Sanawari kuna maduka mengi sana. Kuna siku nilienda kwa ajili ya kununua mavazi, lakini ukipita ile sehemu ukiwa na Mungu ambaye ni wa kweli nayetangaza amani hapa, atakupa uwezo wa kuona katika hayo maduka walikaa wale ambao huwa wanasemekana wamekufa lakini hawajafa, na wanaitwa misukule. Wengine ni watoto wadogo sana, walikalishwa katika maduka makubwa ya Wahindi, katika maduka makubwa ya watu. Kazi yao ni kuwaita watu waje, lakini watu wale hawaoni. Wanaobahatika kuona ni wale wenye Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Nikaongea sana, ninaongea sasa na mama mmoja, ninaongea na baba mmoja. Kama hauko tayari
Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, atausaidia uzao wako. Mmoja anaweza kufundishia kwamba ninasema stori ya Bwana ni kitu cha kweli kabisa. Nilikuwa na watu ambao nilikuwa tayari kutoa maisha yao ili waweze kupata utajiri. Labda nikawa na ukumbuka wokovu wa Yesu pale msalabani na mateso ambayo Yesu aliteseka. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 27, kitabu cha Mathayo sura yake 27, kuanzia ule mstari wa 28. Neno la Mungu linasema wakamvua nguo, wakamvika vazi jekundu, wakasokota taji ya miiba akaweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, salamu, mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautwaa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake. Muda wakaonyesha ile siku ambayo ilikuwa ni kali sana. Kwa nigeria leo ni mateso Yesu aliyopata pale msalabani. Nataka nikwambie hii mateso ambayo aliyapata alijulikana maana alitumwa na Baba wa mbinguni. Siku ambayo atakuja kusimama kama mhukumu wa ulimwengu, atakuwa anaumba, atakuja kama msaada. Na mateso aliyapata, walimtemea mate, walimdhihaki, walichoma mkuki ubavuni, damu na maji ikatoka mwanadamu. Haya yote ni kwa ajili yako, iweze kuingia katika uzima wa milele. Nakwambia atakapokuja siku ya hukumu, atakuwa hana huruma. Atakuwa hana huruma kabisa, hana huruma. Mwanadamu pekee ambaye alikubali kufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu, akauawa pamoja na wasio wake, wakati yeye alikuwa ni mwenye haki. Pokea Yesu leo, Bwana Mwokozi wa maisha yako. Na siku ya hukumu inakuja. Neno la Mungu linasema inakuja kama mwivi. Hapana malaika ajuaye wala wanadamu wajuaye ile siku. Inatisha kama nini ile siku ya mwisho ya hukumu, na kila mmoja atalipwa ujira wake. Msaada pekee uliobakiwa ni kukubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Neno ambalo unalisikia kinakuja, hautalisikia tena. Na katika zile nyakati za mwisho, ukisoma kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu linasema nyuzi joto za jua zitaongezeka. Joto kama ukikaa Dar es Salaam mida ya saa 8, ni joto ambalo unalisikia linaweza likaongezwa sentigredi zikawa nyingi sana. Neno la Mungu linasema wanadamu wataunguzwa kwa maunguzo makubwa, na kama
jua litakuwa na nyuzi joto kali sana. Mimea yote itateketea, mimea yote itaangamia. Inamaanisha kutakuwa na uhaba wa chakula. Hicho chakula ambacho unakipata leo, kuna kipindi kinafika hautapata tena hicho chakula. Hicho kipindi ambacho kinaitwa kipindi cha ziki kuu, na kipindi cha ziki kuu kitakapokuja, ndipo mpinga Kristo ataanza kutawala ulimwengu. Na ndipo ile chapa ya yule mnyama, ile chapa ambayo hesabu yake ni ya kibinadamu, na hiyo ni 666. Na nilikuwa nikifuatilia baadhi ya visa, maana ile chapa namba yake ni 666. Ni 66 ziko tatu. Kuna visa ukizifuatilia zina 662, na zile 663 ni ndani ya miaka ambayo ikishakwisha kukamilika, yule mpinga Kristo ataanza kutawala ulimwengu. Neno la Mungu linasema ya kwamba hakuna ambaye watakuwa na uwezo wa kuuza wala kununua bishara, bali awe na ile chapa ya 666. Na basi ya bishara zina 662. Inamaanisha kipindi kilichobakia ni kipindi cha miaka michache sana. Ile chapa ya 666 inaenda kukamilika, naye mpinga Kristo anaenda kutawala ulimwengu. Lakini wanaheri wale ambao watampokea Yesu na wamempokea Yesu na Mwokozi wa maisha cha utawala wa yule mnyama wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anakupenda. Amen. Anakupenda. Tumekuja mahali hapa. Injili nayoihubiri sio kwamba ninakutishia, bali ninakwambia ukweli wa Mungu. Kuna kitu ninakumbusha, jehanamu imeandaliwa kwa ajili ya shetani na malaika zake baada ya yeye kuasi, na kile ambacho anakifanya, anatafuta wafuasi asiweze kuingia peke yake. Ndio maana kila itwapo leo starehe zinaongezeka. Piga mahesabu na nikufungue fahamu. Kila itwapo leo pia mpya inagundulika. Kila itwapo leo ufahamu mbaya unagundulika. Starehe nyingi mbaya zinagundulika. Na ni mpango wa adui wa kutafuta wafuasi wengi ambao ni wanadamu, ili aweze kuingia nao katika lile ziwa la moto. Lakini Yesu alituma jioni ya leo kufungua fahamu zako ya kwamba haujaumbiwa jehanamu ya moto. Yupo Yesu ambaye anaingia ndani yako, anakubadilisha, katika kipindi ambacho tuko nacho. Nilikuwa Arusha sehemu fulani, mama mmoja akanifuata akaniambia, mwanangu, mimi na mume wangu ana miaka 40, lakini amembaka mtoto wake wa kike ambaye ana miaka 5, amembaka. Lakini kwa ule upendo mama aliokuwa nao, akaona asimshitaki mume wake polisi, akanyamaza kimya. Ushoga umekuwa ni jambo la kawaida sana, ulawiti umekuwa ni jambo la kawaida sana. Nyakati za mwisho, kila mtu anatakiwa aziangalie
Yesu yu karibuni anarudi. Nje wanaweza wakakuona kweli wewe unaonekana uko salama, lakini kwa ndani umekufa. Una jina lililo hai, lakini ndani wewe hauko hai, umekufa. Lakini Yesu pekee ndiye anaweza kukusaidia. Utakutana na mama mwingine akanifuata akaniambia, mwanangu, unaiona mimi hapa, nina nyumba, nina magari pamoja na mume wangu, na maisha yetu ni mazuri sana, lakini mume wangu ananitaka kinyume na maumbile. Yuko mtu mmoja mahali hapa anaweza akasema, na ni kijana wa kike au wa kiume, anaweza akasema nitaachana na tamaa za uchawi pale ambapo nikioa au nikiolewa. Unaweza ukaoa au ukaolewa na ukakutana na matatizo kama hayo. Mungu wako anakutaka kinyume cha maumbile, na ilikuwa ni jambo la kawaida sana. Msaada pekee uko kwa Yesu ambaye alimuumba mwanadamu. Kama Yesu alimuumba mwanadamu, Yesu ndiye ana uwezo wa kumtengeneza mwanadamu na akamtengeneza. Simama kwa miguu yako. Simama. Simama na Yesu. Sogea mbele kwa miguu yako mbele.